wanaoabudu masanamu kule India. Wa Japani wanaoabudu Shihu anti, wanaabudu uchi wa mwanamke ndio mola wao. Ukienda Japani kuna dini inaitwa Shihu anti, wanaabudu uchi wa mwanamke. Kwenye mahekalu yao wamechora kwa sanamu uchi kubwa ya mwanamke, wanaabudu. Ukiwauliza kwa nini mnaabudu hiyo, wanakuambia hata wewe mwenyewe ulipoumbwa ulitoka na wapi? Kwa hivyo wewe huoni kwamba hiyo ndio barabara kuu? Wewe unatuzuia sisi tusiabudu hiyo, na wewe mwenyewe hauna mahali ulipopitia mpaka umefika hapo. Ulipitia hapo. Walipoona Umoja wa Mataifa haujaungwa mkono kisawasawa, sasa ikabidi neno Christian wakaliondoa, wakajua hili ndio limewapa mistake, wakaandika tu the League of Nations basi. Lakini Umoja wa Mataifa haukuungwa mkono mpaka inakaribia mwaka 1920, wakaona kabisa sasa sisi tunaporomoka, wakaanzisha makundi ya misaada. Wakaanzisha makundi ya misaada ya Freemason, yapeleke misaada dunia nzima. Miongoni mwa makutano wa waandishi wa habari, tutangazie dunia kwamba tumekuja na suluhisho. Suluhisho ni nini? Ni kuunda Umoja wa Mataifa. Wakaanzisha First World War, Devolution mwaka wa 1914. Vita hiyo wakaipeleka kwa miaka 4. 1914 to 1918 wakavistopisha vile vita, wakaanzisha Umoja wa Mataifa wa kwanza. Ulikuwa unaitwa The League of Christian Powers. Huo ndio ulikuwa Umoja wa Mataifa wa kwanza kuundwa na Devolution. Walipoona Umoja wa Mataifa huu haujaungwa mkono 1918, ilipofika 1919 wakaona ufa mkubwa kabisa wa kuporomoka Umoja huo wa Mataifa. Walichokifanya, waliangalia ni mistake gani tulioifanya mpaka Umoja wa Mataifa unaporomoka. Wakaona ni lile neno Christian Powers. Kuna mataifa mengine yaliyotakiwa kuunga mkono hapo, si ya Wakristo. Branch ya hiyo branch wakaita PRS, ni kirefu cha Problem Reaction Solution. Bas, Problem Reaction Solution. Problem yani wanabuni tatizo fulani, wanatengeneza shida fulani, alafu hiyo shida wanaisukuma kwa jamii. Jamii wakifikwa na hiyo shida, jambo la kwanza watareact, watafanya matendo fulani ya kujitetea dhidi ya hiyo shida. Alafu wakati wanaona nyinyi mnahangaika, wanaleta solution ambao 80% iko na maslahi na wao, 20% ndio iko na maslahi na wewe. Huu ndio mkakati wanaotegemea Devolution daima kutawala dunia. Sasa ukitaka kujua Umoja wa Mataifa uliundwa vipi, uliundwa na hawa Freemason mwaka wa 1914. Walianzisha Problem Reaction Solution, kwamba wacha tulete vita, damu imwaike, watu IIA ni kirefu cha Royal Institute of International Affairs. Hiyo iliundwa London mwaka 1920. Mwaka 1921 wakaunda tawi inaitwa the Devil UPC, Uniform Product Code. Hiyo yenye mistari mingi. Alama hii inakuja kwenye miili ya wanadamu. Nyote nyinyi mtakuwa mmevalishwa hizi vitu, lakini zitabadilishwa maumbile. Tayari mwaka wa 1999 walijaribu kule Canada, wakaona inazalisha kansa, wakarudi laboratory wakapunguza, wakajaribu inafanya kazi, lakini inazalisha tena kansa. Sai bado wako kwenye maandalizi tena. Vipi itakuwa? Sasa hivi ulimwengu mzima kuna magonjwa ya kuzalishwa. Freemasonry wana kundi lao la kuzalisha magonjwa, linaitwa Skull and Bone Society. Alama yao ni fuvu la kichwa na mifupa ya binadamu imepitana sana. Ukitaka kuiona, tazama kwenye hii miti ya Kenya Power and Lighting, utaiona hiyo alama, fuvu la kichwa na mifupa ya binadamu. Iliundwa mwaka wa 320.
nikisema Dajjali wa Kristo hawatanielewa, lakini Waislamu wananielewa Dajjali ni nani. Kuna Masihi Yesu mwana wa Mariamu na kuna Masihi Dajjali. Dajjali ndio huyo mnamuita Antichrist. Una habari kwamba ana jicho moja zima na lingine chongo? Unajua kwamba ukichukua dola moja Marekani yenye sura ya George Washington, ukigeuza upande wa nyuma utaona kuna pyramid, alafu kuna hilo jicho moja la Dajjali liko hapo, alafu wamekuandikia chini kwa herufi za Kilatini Novus Ordo Seclorum, yani New World Order, kwamba hii serikali yenye hii pesa yenye jicho moja ni serikali ya shetani, yani United States Government. Omar Hudi TV. Kauli njema ni ya kweli.